Wakazi kutoka mji wa Nyahururu na maeneo yaliyo karibu wamelalama kuhusu kuongezeka kwa gharama ya huduma za maji baada ya kampuni ya Nyahuwasco kuongeza ada ya maji marudufu. Aidha, ongezeko hilo ambalo lilianza kutekelezwa tarehe 1 mwezi huu wa Mei limesababisha ghadhabu kutoka kwa wakazi ambao wanapinga hatua hii. Aidha, wakazi kupitia bunge la mwananchi wamewapa wasimamizi wa kampuni hiyo ya maji muda wa siku 7 kuondoa ada mpya na kutoa nafasi kwa mazungumzo zaidi na wateja wake. La sivyo, kundi hilo limetishia kufika mahakamani kupinga hatua ya kuongeza ada ya maji. Kulingana na mkurugenzi wa Nyahuwasco Bernard Mwaura, kuongezwa kwa ada mpya kumesababishwa na gharama kubwa ya kusafisha maji pamoja na huduma za umeme. Kusanyika hapa tukakuja kwa MD, tulikuwa tumemletea barua kwa sababu leo tulikuwa tufanye demonstration kwa sababu ya maji na tarifu za maji zimeweza kuwa hike sana, na mimi nauliza bwana MD, hakuna venye unaweza kuwa una hike ama una rise hizo pesa za maji ambapo watu wanalia, ambapo maisha ya wananchi imekuwa wanapitia ugumu pia wakimudu kwa maisha. Na ukiangalia kwenye constitution yetu inaturuhusu watu wawe na maji safi waweze kuenjoy right zao. So sisi tunamuuliza bwana MD, before tufanye maandamano waweza kuuliza ama kusikiza wakazi wa hapa Laikipia ama Igwamete ama Theta, kila mtu ambaye analia uweze kubadilisha hizo tariff ndio uweze kusikia kilio chetu. The company is saying that there was a public participation which, according to them, according to me and you or any other person, the public participation was not done accordingly. There was nobody. They only called for some few stakeholders and they paid them off. They just paid them off so that they may pass what they want. And this is what they should have consulted the people and should have done a public participation that will reach to every single landlords, tenants and everyone.